Yo, wagwan ladies and gentlemen, guys and sisters, another gorgeous day. Tunakutana hapa ndani ya WHO kwa ajili ya kuweza kujua what is real going on. Daddy father of 6 babies, Calvin KO, right now I'm here. Man, moja kati ya story ambayo imeweza kuwa kubwa ni kuhusiana na issue nzima ya huu pinzani kati ya washikaji wa soka. Team Lionel Messi pamoja na team Cristiano Ronaldo. Yeah man, sasa wiki hii unaambiwa kwamba hawa washikaji bwana, kuna hatua kubwa ambayo wameweza kufikia mafanikio ambayo kila mmoja kutokana na issue nzima ya upande ambao upo utakopo na kila sababu ya kuweza kujipa shout mwenyewe. Aire! Sasa unapewa hivi wachezaji wawili wakubwa zaidi katika historia ya soka, Lionel Messi pamoja na Cristiano Ronaldo, wameingia rasmi kwenye orodha ya wachezaji wachache duniani wenye utajiri wa zaidi ya dola bilioni 1 huku wakiwa bado wanaendelea kucheza soka. Alright. Kwa mujibu wa jarida la Forbes, hili ni moja kati ya jarida ambalo linahusika na takwimu za watu ambao wameweza kufanya makubwa katika upande wa financial status. Lionel Messi sasa anakadiriwa kuwa na utajiri wa takribani dola bilioni 1.1 ambazo ukizileta kwa pesa ya kibongo, ladies and gentlemen, guys and sisters, ni takribani trilioni 2.86 huku akiwa bado anaendelea kuweza kucheza soka. Bado Mnyamwezi hajastafu, anazidi kuweza kulisakata kabumbu. Utajiri huo umetokana na mishahara mikubwa aliyoipata kwa klabu mbalimbali, mikataba ya matangazo na uwekezaji uliofanyika katika kipindi chote cha maisha yake ya soka. Messi alikataa ofa kubwa kutoka Saudi Arabia ambayo ilidai kufikia zaidi ya dola za Kimarekani milioni 400 ambazo kizileta kwa bongo ni takribani shilingi trilioni 1.04 ambazo pesa hizo ziliwekwa kama dau la mwaka mzima kuweza kulipwa mshikaji kutokana na issue nzima ya kuweza kusakata kabumbu, na badala yake akachagua kuweza kujiunga na klabu ya Inter Miami huko nchini Marekani. Tangu kuwasili kwake katika klabu hiyo ya Inter Miami kwa mwaka 2023, thamani ya klabu hiyo imeongezeka kutoka kiwango ambacho kilichokuwepo mwanzo ambacho kilikuwa ni dola milioni 600 ambazo kizileta kwa pesa za kibongo ni sawa na trilioni 1.56 hadi sasa, baada ya kuweza kujiunga kwa Mnyamwezi Lionel Messi katika klabu hiyo imepanda mpaka kufikia thamani ya dola za Kimarekani bilioni 1.35 ambazo kizileta kwa pesa za kibongo ni sawa na shilingi trilioni 3.51. Lakini pia za chini unaambiwa kwamba Lionel Messi anatarajiwa kupata nafasi ya kumiliki sehemu ya hisa za klabu hiyo baada tu ya kuweza kustafu soka. Mbali na mapato ya uwanjani, Messi amekuwa akipata fedha nyingi kupitia mikataba ya matangazo na kampuni kubwa za kimataifa, jambo lililochangia kuongezeka kwa utajiri wake. Team Ronaldo, ladies and gentlemen, guys kwa sisters. Sasa huyu mshikaji ameweza kumpiku Mnyamwezi Lionel Messi kutoka utajiri ambao ameweza kuufikia. Kwa mujibu wa jarida la Forbes, Messi ana utajiri wa dola bilioni 1.1 huku Mnyamwezi Cristiano Ronaldo akiwa ana utajiri wa dola bilioni 1.2. You got me right. Sasa unaambiwa hivi, naye upande wa Cristiano Ronaldo anakadiriwa kuwa na utajiri wa dola za Kimarekani bilioni 1.2 ambazo kizileta kwa pesa za kibongo ni takribani trilioni 3.12 ambazo kiwango hichi kinamfanya kuwa moja kati ya wachezaji wachache sana duniani kufikia hadhi hiyo. Utajiri huu umeongezeka kwa kiasi tangu ajiunge na klabu ya Al Nassr ya Saudi Arabia kitaa cha mwaka 2023 kwa mkataba unaokadiriwa kuwa na thamani ya zaidi ya dola milioni 200 kwa mwaka. Pia kwa mujibu wa jarida la Forbes limeeleza kuwa Ronaldo ndiye mchezaji wa kwanza ambaye ambaye anakaribia kuweza kufikia utajiri wa dola bilioni 2 katika jumla ya mapato aliyoyapata katika maisha yake yote ya michezo. Mbali na soka, Ronaldo ameweza kujenga chapa yake kubwa ya biashara duniani kwa kupitia bidhaa za CR7, hoteli zake, mikataba ya matangazo na ushirikiano wa muda mrefu na kampuni ya Nike. Pia amewekeza katika kampuni mbalimbali za teknolojia na biashara. Aidha, Ronaldo ana wafuasi karibu bilioni 1 katika majukwaa mbalimbali ya mitandao ya kijamii, jambo linalomfanya kuwa ni moja kati ya watu wenye ushawishi mkubwa zaidi duniani. Hawa washikaji Messi pamoja na Ronaldo wamekuwa wapinzani wakubwa ndani ya uwanja kwa zaidi ya miaka 15, wakitawala tuzo za Ballon d'Or, kuvunja rekodi nyingi na kuandika historia ya soka la kisasa. Leo ushindani wao hauonekani tu kwenye mafanikio ya soka bali pia kwenye mafanikio ya kifedha, ambapo wote wawili wamefanikiwa kufikia hadhi za kuwa bilionea huku wakibaki miongoni mwa wachezaji maarufu zaidi kuwahi kutokea duniani. That's it, ladies and gentlemen, ndani ya WHO, daddy father of 6 babies, Calvin KO, right now behind the mic, the ghost's voice, ladies and gentlemen, say what? Poa.
Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.